Haleluya, haleluya. Ningependa nijibu swali ambalo watu wengi wanauliza kwamba kwa nini, ni kweli tarehe 25 mwezi wa 12 ndio siku ambayo Yesu alizaliwa? Watu wengi sana wanauliza hili swali. Cha kwanza nataka ujue kwamba kuzaliwa kwa Yesu si sawa na kuzaliwa kwa mwanadamu yoyote aliyewahi kuzaliwa. Mara nyingi mimba inatungwa kisayansi pale ambapo yai linakutana na mbegu sperm ya kiume. Amen. Lakini Yesu mimba yake haikutungwa kwa namna hiyo. Roho Mtakatifu alihusika. Maana yake ni nini? Kuzaliwa kwa Yesu halikuwa tukio la kimwili, lilikuwa tukio la kiroho. Lazima ujue hapa. Sasa watu wengi wanapozungumzia hii tarehe wanabezi kwenye eneo moja la maandiko. So wako bize kuuliza ni wapi pameandikwa. Hawajui kwamba hata kwenye Biblia ukitafuta baadhi ya maneno hayapo. Amen. Kuna aina ya wanyama tunaishi nao lakini kwenye Biblia hawajaandikwa. Na ndio maana Roho Mtakatifu akaja. Sasa ukishakuwa mtu ambaye unategemea maandiko peke yake na umsikilizi Roho Mtakatifu, haufahamu ulimwengu wa roho, wewe ni mtu ambaye mwisho wa siku utapishana na Mungu kabisa. Sasa kwa sababu siku ya kuzaliwa Yesu ni kitu cha kiroho. Umenielewa? Lazima uiangalie hiyo siku kiroho. Sasa ukirudi kwenye maandiko utagundua yule Petro wa pili, naomba tusome hilo andiko ili unielewe. Haleluya. Petro wa pili 3:8. Lakini wapenzi, msilisahau neno hili kwamba kwa Bwana, yani katika ulimwengu wa roho, maana yake siku moja ni kama miaka 1000 na miaka 1000 ni kama siku moja. In short, kwa Bwana hakuna tarehe. Kwa Bwana hakuna muda. Kwa Bwana hakuna interval ya muda. Sema haleluya. Yani katika ulimwengu wa roho hakuna muda. Katika ulimwengu wa roho hakuna tarehe. Haleluya. So ukikutana na mtu anaongelea tarehe kwenye kitu ambacho ni cha kiroho na matatizo. Kwa sababu gani? Yesu mwenyewe alichinjwa tangu misingi ya ulimwengu ambao hiyo tarehe haijulikani. Why? Ulimwengu wa roho hauna tarehe. Lakini mwilini ikaja kaonekana. Sasa lazima ujue kuzaliwa kwa Yesu hakikuwa kitu cha kimwili, kilikuwa cha kiroho. Maana yake ni nini? Si swala la tarehe, ni swala la tukio. Ukikataa kusherehekea Christmas, maana yake umefeli kwenye eneo la ulimwengu wa roho. Kwa sababu anything, chochote kilichotokea katika ulimwengu wa roho kina impact mpaka leo. Kwa sababu ulimwengu wa roho hauna muda. Kilichotokea katika ulimwengu wa roho mpaka leo kiko available. That's why unaweza ukajiunga kwenye maombi yaliyoomba mtumishi aliomba miaka 10 iliyopita na bado yakakuponya. Why? Alipokuwa naomba alikuwa naomba kwa msaada wa Roho Mtakatifu katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kilichofanyika miaka 10 iliyopita kinafanyika muda huo. Sio, umenielewa? So mtu anapozalau na lazima ujue video ambayo imerekodiwa miaka 10 ya maombi na maombezi, baada ya miaka 9, baada ya miaka 8, baada ya miaka fulani, tarehe 2, tarehe 4 mwezi wa 7, wao watu kama wana imani sawa wata experience kitu kile kile. Maana yake ni ulimwengu wa roho hauna tarehe. Haina maana ime expire. That means ukianza kubase mambo ya tarehe, wewe unafeli mahali. Haujui ulimwengu wa roho unafanyaje kazi, japo unayajua maandiko. Why? Umeshindwa kukaa karibu na Roho Mtakatifu ujue. Na ngoja nikwambie Biblia hii imekuja ikazungumza kwamba msihukumu kwa kubezi na vitu kama tarehe. Haleluya. That's why hatuwezi tukaanza kubishania Sabato. Sema amina. Okay, let me show you. Wakolosai 2:16. Basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au Sabato. Kuna watu wanahukumu. Lakini hapa tunaambiwa tusihukumu watu kwa sababu ya sikukuu. So kuna watu kwa sababu ya sikukuu hii wanaoita duniani sikukuu ya Christmas. Watu wanasema nini? Nyie mnafanya kile ambacho wapagani walifanya. It is not about tarehe. Ingekuwa tarehe 1 mwezi wa 7 sawa. Ingekuwa tarehe 9 mwezi wa 12 sawa. Anytime
cha msingi sio tarehe, because ulimwengu wa roho uelewi tarehe. Ulimwengu wa roho unaelewa impact ya tukio, impact ya kuzaliwa. That's why you can connect na hiyo neema hata sasa hivi. Sasa wewe ambaye usherekee Christmas, what do you want? Unataka kuambiwa tarehe, then for what? Kuna tofauti ipi ya kusherekea Christmas tarehe 25 mwezi wa 12 na kusherekea tarehe 1 mwezi wa 7 au tarehe 7 mwezi wa 9? Kama ni mtu wa rohoni utaelewa, hakuna maana yoyote ya tarehe. Swala ni tukio. So kama umekuta wenzao wanafanya 25, my friend, kwa nini wewe uanze kuleta ujuaji wakati unajua tarehe haina impact kwenye ulimwengu wa roho, ila tukio? Na hapa lazima ujue, do you know kwamba event, tukio moja, tarehe hiyo hiyo moja, Christmas hiyo hiyo, mwingine ataigeuza afanye uzinzi, mwingine ataifanya kwa ajili ya sifa na kumwabudu Mungu. Sio, umenielewa? Mpaka wewe ambaye hujafanya chochote upo kwenye hasara, na huyo aliyeamua kuitumia vibaya yupo kwenye hasara, kwa sababu mtu A kaitumia vibaya au ana maana tofauti na maana tulionayo sisi. Haiwezi kutuzuia sisi kuifanya hiyo siku kuwa takatifu. Sema haleluya. Yaani siwezi nikaacha ukumbusho, kwa sababu hakuna wokovu bila Yesu kuzaliwa. Kwa sababu kuzaliwa Yesu ilikuwa neno lifanyike mwili. Yaani bila mwili kufanyika, wokovu usingekuwepo, kwa sababu ilihitajika damu. Yesu alikuwa roho, so alihitajika kufanyiwa umwilisho, na huo umwilisho ulifanyika siku ambayo anazaliwa. Haleluya. Na yoyote ambaye anadharau kuzaliwa kwa Yesu watu watakwambia sidharau kuzaliwa kwa Yesu, nadharau Christmas. Sasa okay, sawa. Kwenye kuzaliwa kwa Yesu hau umewahi kufanya lolote? Utakuta nakwambia hatunaga si Christmas, yani hawanaga tukio lolote linalohusiana na Yesu kuzaliwa. Then what are you doing? Hujajua ulimwengu wa roho. Kuzaliwa kwa Yesu katika ulimwengu wa roho, it is active mpaka leo. You just need to connect, kwa sababu ulimwengu wa roho hauna nini? Hauna muda. Haleluya. Watoto wa Mungu tujue hili, sio swala la tarehe, ni swala la tukio na impact ya tukio. You can connect na hiyo siku, kujifunza vitu vingi. Unaona, cha kwanza unaweza kujifunza kwamba watoto wanapozaliwa majina yanatoka mbinguni. Lazima ukae uombe. Lile jina liletwa na malaika. Hawakuunganisha majina, hawakutoa majina kwenye movie na tamthilia. Hawakutoa jina kwa wajomba na mashangazi. Kitu cha pili tunaona kwenye Mathayo 1:21, lile jina lina pale linapewa maana yake, maana atawaokoa watu na dhambi zao. Maana kila jina limebeba kusudi. Ukiitwa jina ambalo ni kinyume na kusudi lako, hilo jina lazima likutese. Muulize Yakobo. Yakobo alikuwa baba wa mataifa. Haleluya. Baba wa taifa la Israeli. Alikuwa baba wa taifa la Israeli. Lakini before hapo, what was happening? Kilichotokea ni nini? Hakuishi hiyo kitu mpaka alipobadilishwa kutoka Yakobo kuwa Israeli. Maana jina linaweza likakuzuia. Alikuwa mnyang'anyi, my friend. Kaanza kwa Esau, kaka yake, kachukua kwa chakula tu cha dengu, akachukua haki ya mzaliwa wa kwanza, bado akachukua mbaraka tena, bado hata alivyoenda kwa Labani akachezesha michezo. Haleluya. Why? The guy, ule udanganyifu ulikuwepo, uadaifu, unyang'anyi, mjanja mpaka alipobadilishwa jina. So tunajifunza pia kwenye siku. Lakini siku kama hii tunajifunza kwamba Yesu aliishi kama icon ya unyenyekevu. Tunaona anazaliwa zizini japokuwa ni mwana wa Mungu, na tunaona ananyenyekea. Hiyo ni alama ya unyenyekevu, na mama yake na baba yake walinyenyekea. Lakini tunakuja kuona mwishoni maandiko yanasema alinyenyekea hata mauti ya msalaba. Wafilipi 2:8. Hallelujah. What does it mean? Inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba hakuna anayeweza kuinuliwa na kukilimiwa jina lipitalo majina yote ikiwa amekosa kitu kinaitwa unyenyekevu. So siku kama ya leo ni siku pia ya kukumbuka umuhimu wa unyenyekevu. Sema amen. Lakini pia ni kukumbuka namna safari ya wokovu ilianza, kwanza kwa umwilisho, ili katika hilo damu imwagike msalabani na sisi tuweze kukombolewa kutoka kwenye dhambi zetu.
Haleluya. Lakini nimekwambia kwamba pia siku hii ni ukumbusho wa upendo wa Mungu. Jinsi hii Mungu aliupenda sana ulimwengu, kamtoa mwanae pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Tunajifunza upendo wa Mungu kwa maana ya kwamba, cha kwanza, upendo wa Mungu hauhitaji sababu. Yaani uhitaji sababu ili umpende mtu kwamba upendo. No. It is what God says, because Mungu ni upendo mwenyewe. Amen. Ukishaona unawapenda watu kwa sababu ni weusi, ni weupe, ni warefu, ni wapale, tayari una shida. Kwa sababu Yesu alitununua kutoka kwenye kila kabila, kila taifa, kila nini. That means we are one. So hatuangalii tena mataifa, hatuangalii lugha, hatuangalii rangi. Tafsiri ya kwanza ndio inaanza, lile andiko linaanza Yohana 3:16, jinsi hii. Maana yake hakukuwa na sababu ya Mungu kutupenda. By the way, kulikuwa na sababu za Mungu kutokutupenda, lakini alichagua kutupenda. Amen. Yes, upendo ni pale ambapo unaona kila sababu za kutompenda mtu, lakini bado unachagua kumpenda. Sema haleluya. Lakini maana ya upendo hapa kwenye huu mstari wa Yohana 3:16, tunaona jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. So upendo haubagui. Hakusema aliwapenda Mafarisayo au aliwachukia Mafarisayo. Anasema aliupenda ulimwengu. Maana yake mimi na wewe, Muislamu, mtu yoyote, cha msingi unahitaji kujiconnect na kitu kinaitwa imani. That's why sisi wa Kristo tunafundishwa kuwapenda watu wote. Siwezi nikakuchukia kwa sababu wewe ni Muislamu, au kwa sababu wewe ni Mhindu, au kwa sababu wewe ni wale Taoism. Hallelujah. That's why you have to know, upendo haubagui. Ukishaona unawabagua watu, unabagua, unawapenda watu ambao wana hela tu. Akiwa maskini una muda naye. Tena kuna muda hutaki kukaa nao kabisa. Marafiki zako pale mtaani ni watoto wa kishua. Wewe una upendo. Acha kuigiza, una miemko na hisia. Namna jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa. Aliupenda ulimwengu hata akamtoa. Hakuna upendo nje ya kutoa. Hakuna upendo nje ya kutoa. Na upendo ni tendo la kutoa. Ukiona hauko tayari kutoa kwa mtu, humpendi. Kama hauko tayari kumtolea Mungu sadaka, kumtolea Mungu muda wako, mwili wako, uwepo wako, bado hujampenda Mungu. Sema haleluya. Bado hujampenda Mungu. Amen. So huwezi ukasema unampenda mtu ambaye hauko tayari kutoa. Maandiko yanasema heri kutoa kuliko kupokea. Baadhi ya ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu ipi? Kwa sababu watu wengi wamebezi kwenye haunipendi. That means wamekaa kwenye engwe moja ya kupokea, sio kutoa. Everybody naye anasema hata mimi umepunguza kunipenda siku hizi. That means there is no love anymore. Watu wenye upendo wanahakikisha kila siku wanapambana kutoa kitu fulani, mpe, kutoa upendo wao, kutoa. Hakikisha unatoa zawadi, kitu fulani, lazima. You have to make sure you are giving. That is love. Ukishafika mahali ukaona wewe ndo wakupewa tu, ushafeli. Amen. So jinsi hii Mungu aliupenda sana ulimwengu akamtoa mwanawe. Inasema wa pekee. Mwanawe pekee. Okay? Maana yake upendo, na kupata na definition ya upendo. Upendo ni kutoa kile kilichobakia. Hapa ndipo Ibrahimu aliukosha moyo wa Mungu. Watu wengi wanatoa kilichobakia. Yaani usitoe alimtoa mwanawe pekee. Yaani that means hicho cha pekee ulicho nacho ndio cha kutoa. Sio, unanielewa? That's why kuna watu upendo wao haupo. Kwa sababu gani? Hata Mungu akitaka kumtolea, wanaangalia change zilizobaki. Vichenchi vile ndo wanachukua. Hela zilizochakaa. Yaani wanatoa kile ambacho hakihitajiki. Kile ambacho hata wao hawakihitaji. You are wasting time, because utoaji wote ambao msingi wake sio upendo hauna thawabu. Sema amen. Amen. Lakini tunakuja kuona ili kila muaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. So always, mtu yoyote ambaye anaishi maisha ya upendo, kuna thawabu. Amen. Na hapa tunaona thawabu ya Mungu kutupenda sisi ilikuwa ni uzima wa milele. Thawabu ya upendo siku zote inatoka kwa Bwana. Na thawabu ya upendo siku zote
inatoka kwa Mungu. Lazima. Huwezi ukaishi maisha ya upendo alafu kabaki hapo. That's why upendo ni mamlaka ya juu zaidi. Amen. Mungu anazungumza, anasema, maandiko yanasema kwenye Zaburi, kwako kuna msamaha ili wewe uogope. So nguvu za Mungu zipo katika upendo kupitia msamaha. Hallelujah. Haya ni mambo ambayo lazima kila mmoja ayafahamu na yatamsaidia sana kwenye kutembea na Mungu. So siku ya kuzaliwa ya Yesu ni kitu cha kiroho na sio kitu cha kimwili. You can connect in the spirit kupata kitu kutoka kwenye siku hii. You can connect in the spirit. Hallelujah. Pengine unaona maisha yako sasa ni kama umechakaa. Hallelujah. You can tell God kwamba kama ambavyo katika ulimwengu wa roho leo, kwa sababu ulimwengu wa roho, my friend, even now, yani nataka nikwambie, you can connect anytime. Hallelujah. Why? Because hakuna muda kwenye ulimwengu wa roho. So you can connect even now. Ukasema, Bwana, kama ambavyo Kristo alizaliwa, ninaomba azaliwe upya kwenye maisha yangu. Zile dhambi nilizokuwa nazo, kwa sababu alizaliwa ili kutushindia dhambi, siondoke. Kama ambavyo Kristo anazaliwa ndani mwangu, yeye ambaye alishinda dhambi, yeye ambaye alishinda mauti, kila aina ya uovu, kila aina ya dhambi, kila aina ya makosa, siku ya leo ninajifungamanisha na tukio hili la kiroho katika jina la Yesu Kristo. Baba, azaliwa upya ndani ya moyo wangu, nishindie dhambi ndani ya moyo wangu. Sema haleluya. Hili ni jambo la msingi ambalo kila Mkristo anapaswa kutambua. Usizalau siku hii. I have told you, sio swala la tarehe. It is about the event in the spiritual realm. Nimekwambia aje? Nimekwambia hivi, kinachotokea rohoni, my friend, hakina expire date. Hallelujah. Yes, ndio maana uchawi wa mwaka 1990 utaendelea kuwepo tu mpaka 2030. Mpaka umeufuta. Why? Because that was in the spiritual realm. Hiyo ilikuwa inafanyika kwenye ulimwengu wa roho. Kitendo cha Yesu kuzaliwa kilikuwa cha kimwili, ndio maana hakuna sperm na ovary. Hallelujah. Ilikuwa ni jambo la kiroho. Neno kufanyika mwili alikuwa jambo la kimwili, because kimwili lisingewezekana. Sema hallelujah. So Holy Spirit was involved. And whenever Holy Spirit is involved, we are talking about the spiritual realm. Mahali popote tunapoona Roho Mtakatifu kahusika, tunazungumzia mambo ya ulimwengu wa roho. Watu wengi wako vizuri kwenye maandiko, wamezarau mambo ya kiroho. Wanaisoma Biblia kwa mipaka kwa sababu hawajampa nafasi Roho Mtakatifu. Yesu akawaambiaje? Haya niliowaambia sio yote. Sawa eh? Na akaangalia vichwa vyao akasema, kwa vichwa vyenu hivi hamwezi mkayapokea. Lakini hayo yaliyobakia, Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu, Roho wangu atawajuza, atawafundisha. Sema haleluya. Sasa wengi, huyu Roho Mtakatifu ameshakuja, lakini wengi wamekataa, bado wamekaa na maandiko. Yesu alisema hayatoshi, kuna mengine. Wewe uko pale pale, mtoto wa Mungu. We cannot go anywhere. Hallelujah. You need the Holy Spirit. Hii pia ni siku ya ukumbusho ya kwamba unamhitaji Roho Mtakatifu ili kuona miujiza kwenye maisha yako. Muujiza wa bikira kubeba mimba usingewezekana bila Roho Mtakatifu. Kuna muujiza wa ndoa, kuna muujiza wa kazi, kuna muujiza wa huduma yako kukua, kuna muujiza fulani unahitaji. Lakini ninataka nikwambie leo, you need the Holy Spirit. No miracle can be executed without the Holy Spirit. Why? Because the Holy Spirit is a revealer of anything in the spiritual realm to the physical realm. So Roho Mtakatifu hufunua vitu katika ulimwengu wa roho vikaonekana katika ulimwengu wa mwili. That's why yeye ni wa mwisho kwenye ule utatu. Kwa maana nyingine, yeye anamalizia vipi? Baba hutamka akiwa kwenye ulimwengu wa roho. Haleluya. Mwana anaenda kufanya kwa sababu ni neno. Ni tofauti na maneno yako. Haleluya. Hili neno la Mungu. By the way, hata neno lako linaweza kuumba, lakini hili neno ambalo tunazungumzia leo, yani Yesu, lilitufanya sisi. So Mungu alisema, halafu neno likafanya. Then what happened to the Holy Spirit? Roho Mtakatifu, kile kitu kilichofanyika na Baba na Mwana ilikuwa vyote rohoni, akavifunua mwilini. That's why maandiko yanasema naye Roho alikuwa juu ya vilindi vya maji. That means the Holy Spirit alikuwa katika ulimwengu wa mwili to reveal what is in the spiritual realm to the physical realm. Mungu akubariki sana. Siku ya leo ukapokea muujiza wako.
Nataka nikwambie ikiwa bikira alibeba mimba, I'm telling you it is very possible kwa jambo